majina naitwa Bosco Mabena, ni mwenyekiti wa migodi inayozalisha makaa ya mawe katika mkoa wa Ruvuma. Leo hii tulitembelewa na ugeni wa mkuu wa mkoa pamoja na kamati ya ulinzi na usalama, ikihusisha mkuu wa wilaya pamoja na kamati ya ulinzi na usalama. Katika ziara hii mkuu wa mkoa na tume yake wamefurahishwa kutokana na ziara walivyotembelea mgodi wa Jitegemee, kwamba pamoja na kuzalisha makaa ya mawe lakini wamejikita kwenye kuzalisha nishati safi ambayo inatengenezwa kwa mchanganyiko maalum wa makaa ya mawe. Na hii nishati safi ni falsafa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo Jitegemee Holdings tuna kiwanda kikubwa kinachozalisha nishati safi kwa ajili ya matumizi ya majumbani, mashuleni na sehemu yote. Sasa katika mkoa wa Ruvuma, Jitegemee Holdings tumemweleza mkuu wa mkoa ambaye ni mgeni rasmi aliyotembelea katika eneo kwamba tunataka shule mbili ndani ya manispaa na wilaya ya Mbinga ili tujenge majiko maalum iwe kama shamba darasa kwa watu wote katika matumizi haya ya nishati safi. Kwa hiyo nishati safi ni bora kwa sababu kwanza inawaka kwa muda mrefu na ni tofauti, ni bei nafuu kulingana na nishati nyingine. Na Jitegemee Holdings tayari imefungua ofisi za mauzo ya nishati safi katika mikoa mbalimbali Tanzania na ikiwepo mkoa wa Ruvuma. Tunafurahi sana kwa ziara hii kwa sababu sisi kama migodi wameweza kuangalia uzalishaji tunavyokwenda na jinsi tunavyohudumia viwanda katika Afrika Mashariki, na ni kweli wameona uzalishaji huko vizuri na magari mengi yanapakia kwa wakati, mkaa bora na sahihi. Na hii ni changamoto ambayo ni fursa nzuri kwa Watanzania katika hii sekta ya madini, na wameweza kuona jinsi migodi inavyozalisha, lakini pamoja na kushiriki na katika kulipa kodi stahili zinazotakiwa. Na vile tunashukuru ziara hii imeweza kuleta changamoto. Tumetoa changamoto, wameangalia changamoto ya barabara ambayo serikali inaendelea kufanya kazi, lakini na changamoto mbalimbali ambazo mimi kama mwenyekiti nina furaha, hivi karibuni nitakuwa na kikao na wakuu wa migodi yote ili tuweze kuaddress changamoto zetu serikalini kwa kutumia njia au taratibu maalum. Lingine ni swala la utunzaji wa mazingira. Napongeze kwamba mmebuni nishati safi na salama, na kwa kufanya hivyo mtapunguza kasi ya ukataji wa miti, kuchoma mikaa, lakini mtawarahisishia wananchi upatikanaji wa resources hiyo ya briquettes ambayo mmesema wenyewe mmefungua sales point maeneo mbalimbali, na mna mpango pia wa initiative hiyo ya nishati safi kuipeleka kwenye mashule yetu. Haya machache ndio yataja. Niseme Mheshimiwa DC, kama ni mashule yako huko kwako, basi facilitate uanzishwaji wa hiyo project kupitia msaada huu na ushirika huu, jambo ambalo litaenda kuleta sasa hamasa ya mashule mengine kuona. Na katika utawala project hii ikishaanza, basi unawachukua wakuu wa shule wakatembelee, waone namna watakavyoshirikiana na Jitegemee kuanzisha kwenye maeneo yao. Kitu kingine kimenifurahisha ni hicho cha multi project. Mwanzo mlianza na mkaa, naona hapa mnaenda kwenye chumvi, mtaenda kwenye aggregate, mmeanzisha hiyo coal briquettes ambazo nazo ni natembelea falsafa Mheshimiwa Rais ya nishati safi na salama. Kwa hiyo hii ndio kitu tunachokihitaji sisi kama serikali,
identify gaps then mnazichangamkia. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.